Mtei alikuwa anapenda haki na kusimamia haki. Serikali haitakuwa kikwazo cha kuhakikisha kwamba nchi inakuwa moja na tunasonga mbele. Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesisitiza kuwa serikali itaendelea kutoa nafasi kwa viongozi wa dini, wanasiasa na makundi mbalimbali ya kijamii kutoa maoni yao kwa lengo la kujenga na kuiponya na kuunganisha nchi. Akizungumza wakati wa maziko ya hayati Mzee Mtei yaliyofanyika Tengeru jijini Arusha Januari 24, Dr. Mwigulu amesema serikali imepokea kwa umakini maoni yote yaliyotolewa na viongozi hao na kuyaheshimu kama sehemu ya mchango muhimu katika ustawi wa taifa. Ameeleza kuwa dhamira ya serikali ni kuhakikisha Tanzania endelea kuwa nchi yenye umoja, mshikamano na amani, huku ikisonga mbele kisiasa, kijamii na kiuchumi. Amesema kuwa serikali haitasimama kama kikwazo katika juhudi za kuimarisha umoja wa kitaifa, bali itaendelea kushirikiana na wadau wote kwa maslahi ya taifa. Lakini nimeona watangulizi wote wamesema Mzee Mtei alikuwa anapenda haki na kusimamia haki. Shamba la Mringa Estate lilikuwepo hapa, na katika mchakato kulikuwa kumeelekezwa baadhi ya wananchi wanufaike na sehemu yao. Hiyo ilikuwemo kwenye ambayo ilitakiwa ikabidhiwe kama sehemu ya makabidhiano. Niliambiwa wanunuzi Bajuta Estate na bodi ilipokaa, kuna sehemu walibadilisha na wakaingia kwenye mzozo. Naelekeza ndani ya mwezi mmoja wawe wamerekebisha yale maeneo waliofuta, na wale watu waliokuwa wanatakiwa kunufaika na eneo hilo wapewe sehemu yao. Mkuu wa mkoa pamoja na watu wetu wa ardhi, kamishna wa ardhi anayehusika, wasimamie ndani ya mwezi mmoja wawe wameshakamilisha na wawakabidhi wahusika ambao wanastahili kupata kipande kile kama mkataba ulivyokuwa unaonesha. Na la mwisho, Mzee Mtei alikuwa anapenda maendeleo. Mheshimiwa Rais alielekeza, na mimi kama msimamizi nitumie jukwaa hili kuwafikishieni. Tuna maeneo mengi katika majiji ikiwepo jiji la Arusha. Tuna maeneo ya kufanyia biashara ndogo ndogo, wa machinga na watu wengine. Kila mtu ameweka kamwavuli kake, wengine magunia. Na mvua ikinyesha, kwa sisi wafugaji, pale kwenye hiyo soko inageuka kama zizi. Mtu aliyekuwa anafanya biashara hiyo akitoka hapo, anatoka kama alikuwa anakamua kwenye zizi. Sasa nielekeze mkuu wa mkoa, meya, rasi na wakurugenzi wote, yabainini maeneo yote yanayofanywa biashara. Pelekeni fedha za kutengeneza mazingira bora ya kufanyia biashara, yakiwepo mapaa pamoja na nguzo imara pamoja na sakafu zake, na kote kuliko na majiji kufanyike hivyo. Tutumie fedha ambazo zinapatikana katika maeneo mengine, ambazo tunatumia katika maeneo mengine kutengeneza mazingira bora ya kufanyia biashara na kukuza uchumi, kama ambavyo muasisi wa Benki Kuu alikwisha kufanya. Na la mwisho, Mhashamu Baba Askofu na maaskofu ambao umetoa neno, niseme nimeyapokea yale niliyoyasikia kwa niaba ya serikali. Nimeyapokea yote, nimeyapokea. Na bahati nzuri political will ipo, na mimi ndo nimetumwa kusimamia. Kwa hiyo niwahakikishie nimepokea, na Mhashamu Baba Askofu na Baba Askofu uliotoa neno, serikali haitakuwa kikwazo cha kuhakikisha kwamba nchi inakuwa moja na tunasonga mbele. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunapatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.